Maswali baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirushe mawe. So ukimjengea misingi hiyo, jua kabisa kuna athari yake. Amen. Ambalo misingi bora ni hii, kwamba mtu anayetaka kuoa anajieleza hali aliyo. Amen. Kwamba dada ama ndugu, hii ndio hali niliyo. Ulifugwa wapi? Shambani. Wewe bahati nzuri, niangalie sura. We acha kudanganya. Hebu nataka kuuliza mamake Alfa. Mamake Alfa, ulifugwa wapi? Wapi? Pale ni shambani pale. Shamba la Shela labda. Amen. Alifugwa akiwa na miaka 18, anajua makeup ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Anajua urembo ni nini. Alafu amefugwa kitoto, manake sasa yeye ndio mtoto mzuri zaidi kwa hiyo familia. Mama hataki kumharibu sura, amchape mbanyule mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaka. Kwa hivyo akafugwa kibebi, yani anakutana na jamaa naye anamongelesha lugha ya baby sweet. Anasema hivi ndivyo nilivyozoeshwa na mama. Hapa ndio kwa kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule jamaa yeye alifugwa katika kamoni kule. Apoteze shilingi 5 ataenda kulala nje. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa anakuja kushikana na mamake Alfa hapa, ambaye hata akipoteza shilingi 500 anampa, umezipoteza wapi mwanangu? Labda wamechukua tayari. Sawa, pole, si kosa lako, ni ajali. Bwana Yesu asifiwe. Kule ukipoteza shilingi 5 ulikuwa na sindikizwa na mateke. Enda ukiitafuta na kukosa, usirudi hapa bila hiyo. Unatarajia atakusikiza wakati umemwambia kwamba chakula imeungua, ati nataka pesa nyingine ya kwenda kununua? Akusikize. Anakwambia sikiza, ninachotaka ni kula. Bwana Yesu asifiwe. Maana mazingira yenye mlilelewa ni mazingira tofauti, alafu wakati wa kuwa mnajenga misingi yenu hamkuwa wazi, mkajiweka wazi, kila mmoja akajua huyu alilelewa na mayai, mimi nilelewa na wakalange. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wa makalange unamlisha keki, ili hali ulikuwa umezoea hata ukila makalange unalala. Alafu unasema akija tu tutavumiliana na makalange. Bwana Yesu asifiwe. Anavumiliaje? Hukumwonyesha hiyo maisha kwamba kuna mtu akala hii na akalala bila shida hata kufa. Ukija kumwonyesha mimi unataka uniharibu. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia ile chakula unamlisha, anakwambia hapa, kesho ni baki mfito kijiti. No. Ananyanyuka anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Misingi, huyu mtu ulimjengea misingi gani kabla? Ndio sasa hii inaleta shida. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vinavyosababisha ndoa kuharibika. Misingi ikiwa mibovu, lazima pia muendelezo utakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inaitwa uaminifu ambao umetajwa. Uaminifu ukikosekana ndani ya ndoa, usifikiri unaweza kujenga ukuta wowote pale. Bwana Yesu asifiwe. Alafu uaminifu unaharibiwa siku moja, unakuja baada ya miaka kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kurudisha huu uaminifu ni ngumu sana. Amen. Nikawa ninaongea na wanandoa siku moja, nikawaambia chunga sana usije ukafanya kosa la kuchelewa hata kama ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Uchelewe tu kanisani. Mume wako, mke wako amezoea kwamba unarudi nyumbani saa 9.
ibada imeisha, umetembea mpaka umefika nyumbani. Alafu siku hiyo bila taarifa unafika nyumbani saa 2 usiku, unamwambia umetoka kanisani. Atakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ile akija akishika ujumbe kwa simu yako wa mystical ama nini, yaani ujumbe ambao umeteleza, hata umepotea njia, haukuwa umelengwa kwako, lakini usome kama hapa ni ujumbe wa mapenzi, changanya na hii so hii kuchelewa ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa waaminifu, na masuala mengine na urahisi sana ya kuvunja uaminifu, lakini na urahisi pia kuyahandle vizuri, ukaondoa kutokuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mama Kialfu, nimekuzoea sasa, unaenda nyumbani. Unaomba ruhusa leo? Unaomba ruhusa ama tukupatie ruhusa tuende nyumbani? Amen. Unapaswa kujieleza. Amen. Jieleze mapema, usijieleze baada ya maswali. Amen. Yaani ungojee mambo yameharibika ndio unaanza kujieleza kwamba unajua hili lilikuwa kwa sababu hili lilikuwa kwa... No, eleza kwamba kuna hili litatokea kwa sababu hii. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikawa ninaongea hapa nikasema kwamba hili swala la uaminifu katika ndoa linaweza kuja kwa njia hii. Siku moja ujumbe umeteleza, umepita kwa simu yako wa mapenzi, na hata yule mtu mjui unaufuta. Si ni kweli? Kama utakubali uendelee kukaa pale, si unaufuta? Ukishaufuta huo ujumbe, yule mtu hujamjibu, si ni kweli? Manake hakuhusu hukumjibu, kwa hivyo umeusoma ukaona huyu mtu hata simjui, come on, kaufuta. Umeenda nyumbani, hujamuelezea mume wako ama mke wako, kamwambia lakini leo nimekutana na ujumbe ambao sikuuelewa. Ikifika saa 6 usiku na kuuliza, mbona nimekutumania ujumbe na hujanijibu? Huyo uliyemfutia ujumbe, alafu sasa simu iko mikononi mwa nani? Anajiuliza huo ujumbe ambao umetumanwa na haukujibiwa uko wapi? Anautafuta asiuone, ndio aanze kukuuliza huu ujumbe unasemaje? Simjui huyo mimi. Humjui, lakini anasema ametumana ujumbe. Ameutuma nikaufuta mimi. Kisha umeingia sasa, anakosa, mbona umeufuta mimi sikuuona na hukuniambia, na hivyo unaendelea, huyu mtu anaendelea kukufuatilia. Inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Na swala hili limechangia pakubwa kuvunja ndoa za watu, kuleta shida katikati ya wapendanao. Amen. Nimesema kuhusu uwazi, nimesema kuhusu uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ndoa unastahili kuwa na uaminifu na uwazi. Na tukitaja mambo ya uaminifu yako kwa mapana mengi. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaja mambo ya uwazi yako kwa mapana mengi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo linachangia watu waonane kwamba sasa hawafaani ni hili. Dan, hivi unafikiri mke wako anaweza kusikiaje wakati unaenda pale nyumbani, mnaanza kuzungumza, mnaongea whether mmekosana ama ni mazungumzo tu ya kawaida, alafu mwambie si ukae kama mke wa mtu fulani pale kata. Ama akwambie wewe sasa
si ukae kama, si uvae kama. Bwana Yesu asifiwe. Kuchukua kuya ni kumfananisha, kumtoshanisha mke wako na wanawake wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali yeye mwenyewe anajiamini vile alivyo. Wewe unataka awe vitu ambavyo kuja mfanya kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Usishangae ukajibiwa hiyo siku na usiniletee kesi. Ukaambiwa enda kwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Enda kwa nani? Huyo. Si anajua kuvaa. Enda kwa huyo. Hapo kuna mapenzi yanaendelea kweli? Sasa tunaingia kwa kile kibabe ambacho lakini mimi hata nilikuwa nimekiweka katika viwango vya silaha za kuvunja ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Silaha za kuvunja ndoa. Hii ni silaha kubwa. Kunyimana, Biblia inakataa. Bwana Yesu asifiwe. Ni silaha ya kuvunja ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inafikiaje kwa wakati huo? Mama ametaja sababu. Maana kila kitu kina sababu yake. Kitu cha kwanza kinaweza kuwa ni kile ambacho mama amejibu pale. Akasema kwamba itakuwaje mimi nifungue moyo wangu wazi ikiwa umenikosea. Bwana Yesu asifiwe. Najua huko majumbani mshawahi kama majirani siku moja. Hata hawa walikuwa wakicheka, wakisalimiana, kwa wakikutana kule kama wachumba, hakukuwa na salamu ambazo zinakosa hagi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila wakionana hivi ni pambaja. Kumbe ilikuwa inatumiwa kama pima maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inafika mahali hata salamu zenyewe za tena, mwenzako alilala jana usiku akakwambia anaumwa na kichwa, lakini umeamka asubuhi hata salamu hakuna kumuuliza unasikiaje? Yaamka ni wewe, unajua ninachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali iko katika lugha nyingine ya kujithamini wewe kuliko kumthamini yule mwingine, ama kutomjali huyo mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi kumjali huyo mwenzako, jua kwamba kutakuwa na shida katika hii ndoa. Jibu lingine limetoka kule kwamba wewe ukikubali kuingia katika ndoa, jua mwili wako ama wewe hauna mamlaka juu ya wewe mwenyewe. Hii ina apply for both mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wanatumiwa katika lile neno la Mungu pale, wanaambiwa kwamba submit to your husbands. Amen. Nikawa na tafakari hii submit ni kwamba wawe wanyenyekevu. Ndio. Mnyenyekevu ataeleza hali zake zote kwamba leo mimi natoka, haya naingia, ninarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ataeleza haya. Na wewe mwanaume je? Kwa sababu hujaambiwa kwamba submit, ukijisikia kuenda, umeenda. Kwa sababu umeenda kwenu, wasema haina shida. Bwana Yesu asifiwe. Akinipigia simu nitamwambia niko na mama hapa, msalimie. Lakini umemwaga. Umeondoka tu, ukaona gari inaenda huko ya rafiki yako, ukasema lift kimoja gongoni, na unaenda kulala huko. Kisha na maana kwamba mimi mwanaume ndio mtawala wa nyumba. Unatarajia huyu mtu atakuwa na furaha na wewe? Anaumia, manake ana mwili uliotengenezwa si kwa mawe, lakini ni kwa nyama na damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tunapaswa kwamba ujali yule mwingine kama anavyokujali wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama atakuona wa muhimu na wa thamani, na wewe umuone wa muhimu na wa thamani. Haya, neno la Mungu tena linarudi kusema kwamba mmekuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe.
unaweza kutesa mwili wako isipokuwa kwa maombi? Unaweza kutesa mwili wako isipokuwa kwa amri ya Mungu? Yaani utese mwili kwa vitu hivi? La. So mamlaka ulionayo mwanaume si mamlaka ya kumfanya awe duni yule mwenzako, lakini ni mamlaka ya kuwa uitawale na kuiongoza nyumba yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Uifanye ile nyumba iwe na amani na furaha. Amen. 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 Biblia inasema kwamba mumekuwa mwili mmoja na hakuna yule mwingine ambaye yuko na mamlaka juu ya mwili wake ila kwa mwenziwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahia sana maelezo ya mama kwamba kama kuna jambo Mungu ameweka kama in bracket, amesema isipokuwa katika maombi. Yaani umeamua kujinyima kwa maombi, huo ni wakati wa kujitenga kwa hiyo maombi, na ina apply bado kwa watu wanaotembea katika imani moja. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kuwa wewe unaishi na asiyeamini, haamini mambo ya kufunga, haamini mambo ya maombi na wokovu, hana haja nao ama haja ukubali, alafu wewe unasema kwamba mimi niko kwa mfungo. Ulitangazwa na nani? Na pastor. Ukijibiwa hili niliseme, ukijibiwa hili niliseme, na bahati umechelewa kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani kwamba uexercise hiyo imani yako na elimu yako kwa mtu ambaye hana hiyo elimu, na ule ukweli ni kwamba unabaki hivi. Kwa sababu hiyo Mungu unayemlilia atakufanya wewe ama atakukubali jinsi vile ulivyo, kwa sababu moyo wako unaugua na umeamua kujinyima, ila tu katika mazingira ulionayo hayaruhusu vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yeye Mungu ambaye ameagiza hapa kwa kinywa cha Paulo, anasema kwamba kama umeolewa na mume ambaye hajaokoka usimwache. Kama umeoa mke ambaye hajaokoka usimwache. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umeokoka ndio hauruhusiwi kuoa ambaye hajaokoka ama kuolewa na ambaye hajaokoka. Lakini kama hamujaokoka muoane, alafu mmoja aokoke, si lazima yule mwingine. Usimlazimishe, muombee aokoke, lakini usimwache kwa sababu hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamekuwa na changamoto hizo kwamba sasa mimi nitaingiaje katika mfungo, nitaombaje, na haelewi. La, unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalize kumjibu Samson alafu niingilie sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana vipawa vyake. Bwana Yesu asifiwe. Ama ana kipawa chake. Wengine waligawanyiwa talanta, wengine wakapewa talanta, na wengine wakapewa talanta ngapi? Sasa wewe unataka uishi na watalanta moja, awe anapeana talanta 5. Bwana Yesu asifiwe. Kama talanta yake ni hiyo moja, kubaliana, muelewe, manake naamini kabisa kwamba unamsoma kila siku. Bwana Yesu asifiwe. So usilazimishe ziongezeke hizo talanta, zifanyiwe kazi basi, ziongezeke, zizae faida. Amen. Zinaweza kuzaa faida. Zinaweza. Samson, zinaweza hizo talanta kuzaa faida. Kwa hivyo kama unataka ziongezeke, zifanyie kazi, ziongezeke. Kabla hazijaongezeka, elewa kwamba huyu mtu ni wa talanta moja. Kubaliana naye, tembea naye hivyo hivyo.
Amen. Tumesikia habari za maafa ya aibu. Hebu tusije tukaibisha kanisa siku moja. Mimi nishaisikia mwanamke amekufa sababu hii. Ati amezaa na operation. Alafu ilikuwa ni baada ya siku ngapi? Wiki moja. Hata wewe Samson tu ulisikia. Nafikiri baada ya wiki moja jamaa anasema kwamba ninadai haki yangu. Memaka mbona? Tena ni wanaume wamemaka. Na yule mama alikuwa muungwana sana. Nafikiri alipata mafundisho. Akasema ni haki yake anaomba. Kwa hivyo akapewa haki yake. Na mama akaaga dunia juu ya hiyo story. Isitokee kanisa hili la Pefa. Bwana Yesu asifiwe. Kaa mtu wa kutumia akili na kuelewa. Amen. Usije ukafukuza mke wako kisa na maana ni jambo kama hilo. Ukileta huku kabla sija kuleta madhabahuni nitakuwa nimekutenga. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata hiyo kesi yako, yani tunajaribu kuangalia hata wewe mwenyewe, can't you reason? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sitapaacha wazi, kuna watu wa kujipenda na ina apply hata kwa baba. Watu wa kujipenda sana ambao hawataki kujukumika. Tukiongea kuhusu majukumu, tunaongea kuhusu majukumu ya kutaliwa nini, kutavaliwa nini na kule kitandani kunaendelea. Amen. Kila jukumu lifanyike kwa wakati wake na kwa sawa sawa, kwa viwango. Amen. Biblia inasema kwa kiasi. Kwa sababu ulipeza pilao tokea Christmas, ndio ikitokea leo sasa uikule mpaka ushindwe na kuinuka hapo? La, kila kitu kifanyike na kiasi. So fanya majukumu na angalia ni viwango gani. Kama kuna kosa kweli, rekebisha ni kwa upole. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini kabisa katika hali ya upendo, watu wanaporekebishana katika hali hiyo, huwa hakuna faraka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo linamaliza ndoa za watu ni mtu wa tatu. Amen. Huyu mtu wa tatu ni nani? Mzee amesema mpango wa kando. Mzazi. Wifi. Ni shangazi. Washauri wa nje. Marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu wa tatu. Lakini nilipochambua tena zaidi kiundani, nikapata bado huwa yameanzia huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio iende kwa mtu wa tatu, imeanzia huku ndani. Amen. Mahali pasipokuwa na uaminifu, mambo yataenda nje. Bwana Yesu asifiwe. Atayabeba huyo mwenzako ama atakubeba, mwisho utajaa hapo ndani, asikie anahitaji mahali kwa kuepua. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kwa rafiki, anaenda kusema, bwana mkinitajia stories, wewe unasema eti sijui unachelewa unaenda nyumbani juu ya mto, na kushangaa. Una haraka gani huko? Sasa anaangaliwa, anasema, wewe sina haraka, nataka kwenda kuangalia familia yangu. Wewe si pia uko na familia? Sema, kwa nini ndugu? Kama ungejua kile kinachoendelea pale ndani. Mimi hata sitamani, yani natamani ingekuwa mchana bado unaendelea. Bwana Yesu asifiwe.
Ameanza kuyatoa hivyo polepole. Mwisho anasema unajua hivi, nikifika nyumbani mimi ndio sasa nitalazimika kuosha watoto. Mimi nikifika nyumbani mimi ndio nitalazimishwa kufua nguo. Mimi nikifika nyumbani ndio nitalazimika kupikia. Nimetaja majukumu ambayo bado nitakugeuka mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Yanaonekana hayo majukumu ni ya mwanamke. Na kweli mkizoelea kuyasukuma huko kwa wanaume wanasikia kuchoka. Amen. Na wanasikia hapa hii nyumba haiko sawa. Amen. Hii nyumba si mazingira mazuri tena ya kukaa muda mwingi. Yaani nikae kidogo tu nitomoke hapa. So anakuja ule mtu anajua tu kidogo, pengine saviwe sapa hapa. Tumaliza sapa najifanya na sinzia kitandani. Kiamka asubuhi ni kurauka naenda zangu. Bwana Yesu asifiwe. Anajaribu kuminimize time ya kukaa pale nyumbani kwa viwango vya juu. Lakini hayo yote yanaletwa na mimba. Kule ndani kumejenga kitu ambacho anasikia kinamchosha, alafu anaenda kukiepua kwa marafiki. Marafiki wanaanza kumshauri, kama hali ni hiyo, ndugu yangu, toroka hapo. Kama hali ni hiyo, ndugu yangu, achana nayo. Kama hali ni hiyo, hakupatii. Yaani hivi unataka kuniambia tokea Januari mpaka imefika Disemba hujanunua hata nguo moja? Hata ile juzi madera yanagawanywa pale, ulishinda juzi soni hii. Kwani ulijioa? Ikifikia hapo mwanamke anajiangalia ama mwanaume anajiangalia, anajipima na ile maneno anayasikia pale, na anarudi nyumbani akiwa amenuna. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho wa siku anajisikia kwamba hastahili kukaa pale isipokuwa ni kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Unakutoka kwa mara mbili. Akatoka akaenda na virago vyake asirudi, ama akatoka akaenda kupata ile inaitwa mshangazi, mpango wa kando na mbaba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bora lipi? Wamama hoye. Wamama mpo? Afadhali atoke na lipi kati hayo mawili? Atoke abebe virago aende na kabisa, umeachika. Ama atoke aende kwa mshangazi, aende kwa mchipuko, ala aende kwa, akienda aende na kabisa, alafu kalete uo huko. Bwana Yesu asifiwe. Wababa mnasemaje? Semeni kwa sauti. Wababa mnasemaje? Akitoka huyo mama ambaye amekutoka, aende kwa mbaba ama aende akienda? Hayo yote ni ya kuvunja ndoa. Hakuna lililo jema. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna lililo jema. Swala kamili ni kutafuta suluhisho. Tunasuluhishaje mambo haya yanapochipuka katikati ya ndoa zetu? Bwana Yesu asifiwe. Tunasuluhisha, kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimeanakili hapa ambayo yatatusaidia kusuluhisha. Nataka kugusia hayo, alafu tuende katika sehemu ya maswali, manake somo hili lipana na refu.
kuna vitabu ambavyo ningependa uandike ili ukaweze kujisomea, maanake nimejipata nimeongea sana bila hata kukupatia maandiko. Andika kitabu hiki, Mathayo 24 mstari wa 12. Hii inasema kuwa upendo unaweza ukapoa. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo ule, na ule upendo ukishaanza kupoa, utajipata kwamba kuna vitu vinainuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Baba anachelewa kuja nyumbani, mama anagoma kupika. Bwana Yesu asifiwe. Kitanda kinaingia baridi. Amen. Mulijipanga tokea mwanzo, mkajua kwamba hii ni mavazi ya kuenda kwa baba mkwe, hii ni mavazi ya kuenda shambani, na hii ni mavazi ya kukaa hapa ndani ya nyumba. Unajikuta sasa mavazi ya kuenda kwa baba mkwe ndio yanavaliwa mkiwa ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yani yanabadilika, yanakuwa tofauti na vile ambavyo unaelewa. Kwa sababu gani? Upendo umepoa. Na unapoeshwa na nini? Vile vyanzo ambavyo nimekwambia vinavuruga ndoa. Andika kitabu kingine, ndio hiki. Mithali 20:28. Wakati upendo unapoa ama ndoa inaanza kuvurugika, kila kosa linalotokea wakati kama huo huwa linaongezwa mapana na marefu, yani linazidishwa. Kakosa kadogo mtu amenuna mpaka wiki ishe. Ili hali wakati hao watu walikuwa ndio wanaanza maisha, alikuwa anaweza kukanyagwa hivi, pole, nilikuwa nimeweka mguu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa hii umenikanyaga, unioni, maanake mguu wangu umekuwa makaa, nikisiki unafikiri hapa. Kosa dogo linaongezwa mpaka unajisikia umehukumiwa kifungo kabisa, kwa sababu tayari kumeingia madoadoa. Amen. Kitanda kilikuwa kinatoshea, sasa hivi hakitoshei tena. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka na si kwa upole. Mbona mnaangusha macho chini? Kitanda ni kidogo. Kitaenda kupunguza futi 2. Hicho kitatengenezwa kipunguzwe futi 2 kiwatoshee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ukishapoa, matatizo yanaongezeka, maanake kila kadogo hivi alikuwa anaweza kuvumilia chumvi iliyozidi, saa hii ni kosa la kushtakiwa kweli. Alikuwa hata ukiunguza mboga anasema pole, hizi usile wewe, nitakula mimi. Simshayakuta hayo. Lakini si unajua wewe kuna kashida ka tumbo kidogo. Hii mboga kulingana na vile umeacha ikaungua, niachie. Wewe chukua hii pesa, enda kanunue mayai pale. Anakula na sukuma iliyoungua, wewe unakula na mayai. Bwana Yesu, unasema haiwala, kesho nitaunguza tena. Aya. Nimesema 20:28 ya Mithali. Na kukikosekana huo upendo, ndio kunazuka mambo kama hayo, kukosa usalama katika hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ili nimelipita mbio sana, acha niliongee. Mshai kusikia watu kurogana? Mshai kusikia? Manake
Ndoa huku imeingia doa, baba anaenda kwa mchepuko. Mchepuko anakula pesa nzuri ili amridhishe, amtulize moyo huyu baba. Amen. Si ameenda kujieleza mwenyewe. Ukienda kwa daktari, kwani anakutafutia nini? Tiba, si ndio? Mke wangu hivi, mke wangu hivi. Anasema hayo yote ninaweza kuyafanya, bora pochi ifunguke. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyeenda kwa daktari naye lazima alipe gharama, kwa hivyo pochi inafunguka. Mchepuko anakula ile gharama, anakula vizuri mpaka mwisho. Anasema sinichukue huyu kabisa kai wangu, lakini bado hajaachilia kule huyu baba. Halo, anamwanza kumshawishi, anamwambia wewe, kwani utavumilia hizo shida mpaka lini? Siwachane naye kabisa, uje ukae hapa. Lakini baba bado kuna kakifungo kamemfunga. Ameokoka, ni mzee wa kanisa. Asiwa hapa, siwa hapa Baraka anasema hata nikiacha kabisa ikijulikana itakuwaje? Acha tuendelee hivi hivi chini ya maji. Lakini mchepuko sasa amefurahia hiyo maisha, amefurahia ule mtaji anapewa, ile kidonge anapewa na kifurahia, mpaka anafikia mahali anasema kwa gharama zote nitamfanya awe wangu huyu. Na anaenda kwa anaitwaje? Anaenda kwa Mikahunda, anatengenezewa kakitu kazuri, anakuja kumbandika kwa ajili ya huyu mama ambaye anaitwa mama wa nyumba. Anasema akifika huko akamkorofishe, kunuke huko mpaka kusikalike, arudi mbio hapa. Na mama anarogwa kisa na maana mume anatakwa. Amen. Mshaikusikia hayo? Yanatokana na nini? Na kwamba kumetokezea shida. Pendo lile la kwanza limepoa. Sasa mtu akatoka, alipochukua hiyo hatua kule kukaonekana mambo mazuri, yule akataka kumiliki, akatuma bomu la uchawi, haribu kabisa huku ili abaki na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio inafanya kwamba nyumba yenu inakuwa kama ambaye haina kuta, iko wazi hivi. Amen. Yaani mnakaa ndani ya nyumba, lakini kila aliye nje anajua huko ndani kunaendelea nini. Anajua huyu baba amemaliza mwezi mzima hajaonyeshwa mapenzi. Anajua huyu mama amemaliza mwaka hajawahi nunuliwa nguo. Anajua huyu mama basi akiwa pale ndani, baba akiwapo, yani ni kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zote zinajulikana kwa sababu mumeharibu mapenzi yenu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Andika pia kitabu cha Methali hivyo hivyo 4:8, alafu andike Wakorintho wa pili 6:11 na 13. Methali 4:8, Wakorintho wa pili 6:11 mpaka 13. Hiyo Wakorintho wa pili inaongelea kuhusu kile ambacho mama alikuwa anakiongelea pale, kwamba mapenzi inaweza kuzuiliwa kwa sababu ya matatizo ambayo yako hapo ndani yanaendelea. Amen. Usipomtengenezea mazingira mazuri mwenzi wako, kumbuka kwamba hata hisia hazipandi kichwani. Amen. Unaongea na mtu ambaye hayuko. Ukimgusa hivi, zamani alikuwa anasikia kucheka, sasa hivi anasikia na kutafishika. Si ni kweli? Halo, watu wa miaka 40. Huyo ambaye
alikuwa mwili wake, yani akisikia ameguswa na wewe, paragasha. Saa hii mguse, usikie lile konde litakalokuangukia. Anasikia dhiki. Kwa nini? Kwa sababu haujatengeneza mazingira. Akili yake yani umekoroga. Sasa ili utengeneze mazingira yarudi, hakikisha utengeneze huo upendo urudi, tengeneza hii mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakikisha kwamba umetengenezea mazingira mazuri. Kumbuka upendo wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa ukimpendaje? Kago. Juzi ulisimama hapa. Ukasema mimi nilikuwa sitaki kuja Lamu kabisa, sina haja nayo. Hii sakafu itanena siku moja. Yule aliyekutoa kutoka Kuria Chapwe mpaka Lamu, na ulipe pesa ngapi? Ukahakikisha umekopa. Ukifika huko utamwambia nisaidie kulipa. Ukaja. Alafu leo hii sasa hata haiwezekani. Kumbuka pale mwanzo ilikuwa vipi? Ni kitu gani kilikuwa kinaendelea ama mlikuwa mkifanya kilichokuwa kinawafanya mpaka huwezi ukalala? Ati saa 6 usiku ama saa 8 usiku. Halo, umekula? Kwani alikuwa hawezi kula mpaka wewe? Lakini si ukweli. Alafu sasa anajibu asema, mimi hata nilikuwa hiyo chakula hata imeenda mongo. Maana sasa unajua umenikoroga uliponiambia sijui usikii vizuri, alafu ukanikatia simu kabla sijaelewa. Mimi hata sijakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukikumbuka yale mliokuwa mkifanyiana ama mlivyoanzisha upendo wenu vizuri, mkasikia kwamba mnafurahiana, ukianza kuyarudisha hayo, hili pendo litachanua tena. Amen. Litachanua tena. Mimi ninaamini kabisa pendo, zile nguvu ambazo liko nazo, pendo la mwanamke na mwanaume, pendo la wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakiwa njiani, bora tuangalie nyuma, hakuna mtu, mbele hakujatokea mtu, wanashikana mikono ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hilo pendo huwa ni balaa. Bwana Yesu asifiwe. Haliwezi kutoa nafasi ya mtu mwingine kupita hapo katikati. Lakini likishaharibika ndio haya mengine hutokezea. Bwana Yesu asifiwe. Chungeni sana, muangalie hayo mapenzi yasiharibiwe, na wakati umeanza kuona kuna madoadoa, kumbushaneni kwamba tulianzia wapi, tulitoka wapi, na mbona haya. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nasema kwa kipindi kingine mahali kwingine, nikasema kwamba ile penzi lenu la sweet honey liliishia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaonyeshe kwa mfano. Niwaonyeshe kwa mfano. Masi, simama. Simama. Unaokumbuka ule ujumbe wa kwanza? Huo ujumbe wa kwanza uliotumiwa huo, mpaka ukasikia hey. Si unaokumbuka?
Bwana Yesu asifiwe. Huo ujumbe huo ukakoroga akili mpaka ukasikia kwamba unaangalia ni sababu gani itakayonitoa hapa nyumbani, niseme ninaenda wapi. Ni sasa huyu mtu ameniambia hapo hapa maeneo, nitatokaje hapa? Ukaangalia mpaka sasa unaenda kushika chombo cha maji, unasema unaenda kuchota maji. Hakuna haja ya maji, lakini unajilazimisha uende kuchota maji, unajilazimisha uende dukani, ili sababu upate nafasi tu ya kumkuta huyu jamaa. Huyo utampatia muda wa kumwongelesha. Hivi leo hutaki kumsikia, mkaenda mkapigana pamoja, mkakunywana mate mpaka yani haielezeki. Leo sasa imekuwa ananuka mdomo, mpige mswaki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kabisa hapa kuna watu washanunulia mtu marashi. Si ndio wewe mama Alfa? Mrafiki yangu yule tulikuwa tukitembea pamoja. Kuna watu hapo washanunua marashi, anapeleka juu. Siku moja alipofanya hivyo akasema hii ni kitu ndogo, hii tunaweza kuiondoa tena tukaendelea na safari. Bila kutumwa akaenda kuchukua mwenyewe marashi akaleta. Hii ni zawadi nimekupatia. Kwani ulijuaje kwamba napenda marashi kama haya? Hiyo. Lakini ametatua tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta kwamba kila mtakapokuwa mnakutana na kuletea nipikei, ni peremende. Kumbe alikuwa anasikia kuna harufu na hataki kukaondokea, lakini nataka akamalizike. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta uone ulikuwa unatatuaje matatizo wakati Bwana yanakushinda saa hii. Wewe mama Alfa, yule jamaa ukimkuta si alikuwa mlevi? Alikuwa anaonja. Mimi nikimhubiria akiokoka, alikuwa anaonja yule jamaa. Ninamjua. Umenikumbusha moja. Mapenzi huwa inakaa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huoni mpaka siku ile utakapokuja kukwaruzwa, ndio sasa unaanza kuona kumbe wewe ulikuwa ni Boko Haram. Lakini kabla hujaguswa unamuona angel piskali. Ndio kitu chenyewe cha kutembea nacho hajani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unataka tukaleka nafasi kadogo akakupewa wewe ujitambulishe umsimamishe tayari. Si ndio? Lakini saa hii mkianza kuenda hapa unamwambia tangulia, tukutanie huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukikumbuka utaanza kutengeneza hayo mambo na utarekebisha mwenyewe pale ndani, kwa sababu ni vitu ambavyo huwa vimeondolewa na unaweza kuvirudisha. Amen. Ni tabia ambazo huwa zimebadilishwa na unaweza kuzirekebisha mkaendelea na safari. Amen. Muda ni mchache. Muhusishe Mungu. Warumi 8:28. Muhusishe Mungu katika kurejesha upendo ndani ya ndoa yako. Mungu anasema kwamba anatenda kazi na wote wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukianza kushughulikia hilo jambo, usiende peke yako kwa kifua chako. Mwambie Mungu, bado ninamhitaji mtu huyu, ama ninahitaji tatizo hili ambalo limeinuka katika ndoa yangu likaweze kupata suluhu. Kwa hivyo ninakuomba uingie katika akili zangu na fahamu zangu, unipe jinsi nitakavyotatua hili shida. Atakuwa mwaminifu, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya kazi na wote wampendao. Kama unampenda Mungu, atasimama na wewe, atatue hiyo shida. Amen. Kitabu cha Wakorintho wa pili 3:13 mpaka 14 inasema kwamba unaweza pia kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeongelea kwamba upendo umeanza kupoa, ni kama vazi lililochakaa ama
ulilovuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukauvaa huo upendo. Wakorintho ambao ni Paulo huyu anaongea kuhusu upendo, anasema zaidi ya yote jivikeni vazi la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukauvaa ule upendo. Kwa nini ufanye kuvaa badala ya kuukuza huu upendo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine ni magumu sana, unastahili kuwa ujisahau ili utatue shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ninamuona mwenzangu anaendelea kujenga shida ama chuki ndani ya upendo wetu, ama anaendelea kujenga matatizo, lakini mimi sitakubali kuchukua mkondo huo. Ninavaa kumpenda, ninavaa kumjali, ili kwamba nimsaidie kurekebisha yale matatizo. Hautarekebisha tatizo kwa kufanya tatizo lingine. Umemshika na ujumbe amechepuka, na wewe unasema nitaenda kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Umemshika amekuifichia pesa, na wewe unasema kwamba sasa kuanzia leo nitaanza kujenga kwetu. Ndio mnabaki maskini, alafu watoto mnazaa wanakuja kurithi maskini. Mali zako zinarithiwa na ndugu zako kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tushaona maboma kama hayo. Tushaona maboma katika town. Mwanzo hata nafikiri ni hii Lamu, sijui, lakini kuna nyumba moja bado huwa nikipita na iangalia kwa uzuri, nasema hii nyumba, yaani hivi mtu anaweza kujenga afike hapa alafu aiachilie tu, haina mpangaji, haijamalizika, na ni gorofa sijui gorofa 5, lakini hazijafanywa finishing, hazifanywi kazi. Yaani nani ya kitambo kutoka ni Lamu, hiyo nyumba iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mhubiri mmoja akasema kwamba kuna nyumba ambazo hivi kuna wababa wanaficha mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaona huyu mwanamke huyu hajatoshea viwango vya kuitwa mke wa hapa ndani ya nyumba. Sasa sitamfichulia mali zangu. Anaenda kununua ngwanja, anajenga gorofa huko, alafu siku atakapokuja kufa inakosa mwenyewe. Hata kama ina wapangaji, sasa unamjua huyu mzee peke yake. Akifa hata habari hazitawafikia. Wao wanangojea mwenye nyumba aende kukusanya kodi, haendi. Mwezi wa kwanza, wa pili, mwaka unaisha, hakuna mkusanyaji wa kodi. Wanashangaa huyu mzee yuko wapi? Hawamjui kwao, hawajui watu wa kwao, hakuna anayejua. Kwa hivyo hiyo mali inakuwa tu ya raia huko nje. Wapangaji wanakaa pale, atakayejisikia kuondoka aondoke, atakayeendelea kujisikia kula bure aendelee kukaa bure. Manake mwenyewe aliogopa kufichua siri za mali zake kwa ndoa yake ama kwa familia yake. Tusiwe namna hiyo. Amen. Tusiwe namna hiyo. Weka wazi. Anza kuweka wazi mambo yako. Vitu vyako ulivyo navyo, weka wazi. Maeneo unayotembea, weka wazi. Marafiki ulionao, weka wazi. Bwana Yesu asifiwe. Itakusaidia kujenga tena upendo wa nyumba yako ama wa ndoa yako. Tafuta chanzo, tafuta kujua chanzo cha ugomvi wenu ama shida yenu pale ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu tumetajataja pale ambavyo vina relate na hiyo, kwamba unaweza kuwa chanzo cha hiyo mvutano wenu ni kwamba misingi yenu mliokuwa nayo katika ile ndoa. Alizoea kuona pesa, saa hii humuonyeshi pesa. Alizoea kupewa talanta 5, saa hii umezipunguza kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikifikia hapo, hebu anza kujua hii ndio tatizo kumbe. Kama tatizo ni hili, acha nijikaze. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu mmoja akasema katika swala lile ambalo limeulizwa, likasemekana kwamba wanandoa wananyimana, na mama akajibu kwa maswala ya kutuko katika huduma. Ule ukweli ni kwamba sometimes unapeana haki ya ndoa si kwa sababu ya kujinufaisha wewe mwenyewe, ila ni kwa sababu ya kumsaidia huyo mwenzako asiingie katika dhambi. Amen. Leo hii mbaba, unasikia akili zako hazitoshei viwango vya kuwa upeane haki ya ndoa kwa mke wako, lakini unajua yeye hawezi kuvumilia. Ukikosa kumtimizia, kesho kuna Albert yuko pale nje,
amemeza mate mbaya, anaweza akaifanya hiyo shughuli. Sasa ili umzuilie asiende kwa Albert, hautamzuilia kwa maneno na vitisho, ni kwa kumtimizia hii haki. Bwana Yesu asifiwe. So jikaze, tafuta namna ambayo utamtosheleza ili asiweze kuingiwa na majaribu hayo ya kuenda nje. Na we mama vile vile. Amen. Jaribu. Hata kama mazingira ya kwako yanaonekana magumu, lakini angalia, je, ninaweza kusaidia vipi hapa? Usaidie mwenzako. Amen. Na siamini kuna watu ambao huwa wanaanza uchumba katika mazingira hayo tayari ya kukaushiana. Nasema wewe, nitakupikia njugu, nitakuongezea na peanut butter, kila kitu. Ili mambo yawe sawa. Jawabu lingine la kutatua ni kwamba chukua mstari wa mbele wa kutatua shida za nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa mbona wewe hujafanya hivi. Ingekuwa na muda zaidi tungeangalia vipindi vya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatuna huo muda. Sasa kuna muda unafika katika ndoa, wakati wa uchumba ulikuwa ni wa leo, kila kitu moto moto. Bwana Yesu asifiwe. Wanafurahia kila siku, yani ni kipya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mnapoendelea kuishi, mnazoeana na mnafikia mahali vitu vimekuwa vya kawaida sana. Amen. Ikifika wakati kama huo wa kuwa mmezoeana, mnaweza kuanza kuona mabadiliko. Soma kwamba tumeingia kipindi kingine. Amen. Sasa kama ulikuwa umezoelea kwamba huyu mama wakati nilipomuoa, yani nikitoka kazini nikifika mlangoni hivi pambaja, next vifungo vishatolewa, next viatu vishatolewa. Sasa hivi umembebesha mtoto ananyonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi kingine hicho, sio kipindi kile ambacho alikuwa yuko peke yake. Amen. Unakuja pale, anasikia mzigo wa kuondoa mtoto, amweke wapi tena haraka hii? Anakuangalia na macho hivi, nielewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama utabaki na akili zako zile za zamani kwamba alikuwa akija kunipiga pambaja kunipokea, hivi amekuwa jeuri sana mpaka hainuki, unaanza kumwekea makosa na unajenga hayo makosa, mwisho mtaanza kukosana pale ndani ya nyumba. Amen. Jua mko katika kipindi gani cha ndoa, alafu uanze kuona ile mabadiliko, uyatathmini kwamba haya yanatoshea ama yanastahili, upambane nayo. Mara zingine utajipata kwamba umeamka, badala kuwa utayarishiwe breakfast ndio uende kazini, inabidi uingie jikoni ujitayarishie. Ni done. Manake sasa amekesha kubembeleza mtoto mpaka imefika saa ya asubuhi, saa 11. Wewe ukiamka kufanya morning glory, Bwana nashuka na iamurisha siku ya leo, yeye sasa ndio anapata kwa usingizi. Kumbe ulikuwa ukimaliza maombi yako unatarajia kwamba chawi iwe iko jikoni, yeye sasa ndio ameanza kukoroma. Bwana Yesu asifiwe. Ikifikia hapo, inabidi uinuke ujitengenezee mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na si makosa. Ndio nikasema kuna mambo mengine nitakuja kuwabadilikia kule mbele, kwa sababu ni jukumu la mwanamke kweli, lakini ikifika katika kipindi hicho ndani ya ndoa, inabidi ushughulike mwanaume. Amen. Tukijua haya, ndoa zetu hazitakuwa na vita. Tusizoeleshwe ama tusibaki katika mazoea ya kupewa. Tuondokee hayo, tuwe na sisi pia tunaona kwamba tuko na nafasi ya kupeana. Bwana Yesu asifiwe. Nitaingilia kidogo wa mama hapa.
Wamama katika sehemu hii wengi wao wamezoelea kupewa. Ulipesa lini kumnunulia kanguo huyu? Sina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niangalie huyu mama wa mtumishi hapa. Ni miaka ngapi toka mmoa? Ulimnunulia kanguo? Bado. Ukiuliza sababu atakwambia mimi sina kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiuliza mwisho wa mwaka mkivunja chama huwa kiko na pesa ngapi ili kisanduku? Ile pesa atakuhesabia hapa. Utashangaa. Alafu huwa inajulikana tu kanavunjwa Disemba. Lakini baada ya Disemba hizo pesa zimeenda wapi? Haijulikani. Poleni, hiyo si yangu. Nilikuwa nasema tukizoelea tu kwamba kila siku ni kupewa, mara nyingine tunakosea. Hata mimi baba, yani ninakaa mahali natamani ningeambiwa by the way, unajua hiki kitravel kimechapa sana, nimekifua mpaka mara nyingine huwa nasikia kuhurumia, sitaki kusikaza sana juu na hofia kinaweza kikanyanyuka. Hebu shika hii. Aliitoa kwangu akaisave, badala ya kuniregeshea change akaweka, mwisho anaenda kununulia. Allah. Bwana Yesu asifiwe. Tuna namna wa mama, tuna namna ya kuweza kupeana vitu. Amen. Tuondoke hapo. Ninakataa. Ni wachonge zaidi. Hapa nikiuliza wababa wengi hapa, nikiuliza muliitishwa hii pesa ya madera? Watasema hata sisi tulifanya kuona madera yamemaliwa. Lakini ukiuliza zaidi pesa ilitoka wapi? Ilitoka huko kwa wababa. Kwa namna gani? Wanajua wenyewe hawa wamama. Amen. Hawaibi. Amen. Sasa namna ile ndio ifanye, itumie hiyo umfurahishe na mwenzako pia. Mwambie nimepita kule njiani nimeona vile, ana yeye aone kwamba kumbe kuna mtu ananichunguza, ananimenijua. Siku moja mchumba wangu akanijua na nikafurahia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja hii sitasahau, alikuwa in fact hata alikuwa bado hajakuwa mchumba. Nilikuwa nafanya kuangalia kwa jicho la kando, kusema nilikuwa sijasema. Lakini hivi vyombo hivi nimejitwika, alafu upara ulikuwa umeanza kutokezea kwa siri, sio ule wa wazi kama wa leo. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa najua ushaanza kuchomoza. Nikachukua amplifier, sina kata. Wanaume hawatumii hiyo. Nikajibandika, ninaenda kama hapa na huko kwa Mzee Gabriel ndio store. Nimejibandika, nakutana na nje, ananiambia nahumii na hicho kipara. Kumbuka kwamba niko na nywele, lakini niko na upara umeanza kuonekana. Nilirudisha ujumbe wa shukurani. Nikamwambia katikati ya wanawake wengi, ninashukuru sana kwa sababu wewe umenichunguza na umejua kwamba niko na upara. Angalau huyu amekeep a close eye. Hata nikivaa vibaya atajua. Bwana Yesu asifiwe. Na ikanitia motisha, nikasema huyo ndio wasawa. Amen. Alafu nilipomwomba Mungu akaniambia hapo kaza kama. Amen. Na leo yuko hapa. Simshtaki. Tengeneza mazingira. Hili nalo ni jambo moja ambalo linaweza likakujengea ndoa yako. Umezoea kukaza sura kila siku. Ukosana na bosi wako huko, yaachie huko. Ukija huko jua umekuja kwa baby. Bwana Yesu asifiwe. Ukosana na rafiki huko, yaachie huko. Ukija huku jua umekuja kwa sweetheart. Amen. Tengeneza mazingira, yani angalau awe anaweza kucheka na wewe, awe anaweza kuongea lolote. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi mwanzo wanaume wanakufa mapema kwa sababu ya kubeba vitu, hawana msaada. Ili hali wanawake waliumbwa kusaidia.
Anatoka huko amebeba mzigo, akifika nyumbani kisura ngumu, na bado mazingira ni magumu hivyo hivyo, hana mahali pa kupakua ule mzigo. Manake kila kitu ni serious. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanya maisha yawe serious kila siku, kila wakati, hakika kuna mambo utakosa kuyajua. Sasa anaweza kufika miaka 80 na siri zake za utotoni huyu. Manake hujatengeneza mazingira akafunguka akakueleza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitengeneza mazingira vizuri, unajipata tu by the way, hili nimekumbusha nilipokuwa kijana mtoto. Unajua kumbe ulikuwa kamoni namna hii wewe. Leo unanichekea kumbe ulikuwa namna hiyo. Alafu ilienda wapi? We usiulize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Ukitengeneza mazingira hayo, ndiyo sasa utaweza kumjua huyu mwenzako, na kila tatizo linaloinuka utakuwa uko na njia ya kulitatua. Amen. Wengi tumeshindwa na kutatua matatizo ya nyumbani kwetu, maanake ikiinuka hasira ina apply upande wote. Bwana Yesu asifiwe. Mke amekasirika, mume amekasirika. Ni nani ataongelesha mwenzake? Mke ako na msimamo, mume ako na msimamo. Ni nani atabadilisha mwenzake? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini light tungetengeneza mazingira, yule anaweza kujifanya hiyo by the way, unajua mimi ulinipenda nikiwa hali hii tu ya kuwa fanifani kwa na utoto. Wewe jaribu kueleza, hebu kwa nini unaniambia hivi? Mbona unanichukulia ubaya namna hiyo? Anakueleza na kueleza, unafika mahali unasema by the way, yenyewe hata hivyo nilikuwa nimezidisha kiwango. Hapo palipozidi ninaomba unisamehe. Alafu natengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tunaweza kuzitunza ndoa zetu sisi wenyewe. Sasa mbona ifikie mahali tuachane? Ngoja nikwambie kwamba kuachana kupo, na pengine Pastor Thomas anaweza kushindwa kuzuilia, lakini ninalokuambia ni hili: ukisababisha kuachana na mwenzi wako, wewe ni kifo. Umenisikia? Ni nani? Biblia inasemaje? Alafu unatarajia Pastor Thomas aje kutenganishe awe kifo? Ukiachana na mwenzako, jua wewe ni kifo. Kwamba Mungu hapendezewi na hilo, kwa hivyo ana njia zote za kurekebisha, lakini si ya kuwatenganisha nyinyi. Not unless mtu mmoja afe. Mungu awabariki sana. Maswali.